Bwana Kaguta, mwenyekiti wa kamati kuu ya diaspora nchini Italia, viongozi wa kamati kuu ya diaspora nchini Italia, viongozi wa jumuiya za Watanzania wanaoishi Italia wakiongozwa na mwenyekiti wa jumuiya ya Napoli, wana diaspora wote mliopo hapa, watumishi wenzangu wa ubalozi wa Tanzania nchini Italia, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Asante. Awali ya yote, napenda kwanza kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu mwingi wa rehema kwa kuturuzuku uhai na afya na kutuwezesha kukutana siku hii ya leo. Aidha, nitoe shukrani za dhati kwa viongozi wa jumuiya ya Watanzania wakiongozwa na uongozi wa Napoli Campania, ambao ndio wenyeji wetu leo, na wanadiaspora wote wa Napoli kwa kushirikiana vyema na ubalozi katika maandalizi ya mkutano huu muhimu. Madhumuni ya mkutano huu, pamoja na mambo mengine, ni kupata fursa ya kuwasalimia, kusalimiana na kufahamiana kati ya ubalozi na balozi, wafanyakazi na jumuiya ya Watanzania. Kama mtakumbuka, ni miezi takriban 7 sasa toka nilipowasili, lakini hatujapata fursa ya kuonana kutokana na sababu mbalimbali, ikiwemo ratiba kidogo kubana na nyinginezo. Nimekuwa na hamu na shauku kubwa ya kukutana na Watanzania, diaspora ya Tanzania, kwa sababu pamoja na mambo mengine, sisi ubalozini kazi yetu kubwa pia ni kuangalia mustakabali wa raia wetu. Kama nilivyoeleza hapo kabla, kwamba mkutano huu wa leo unakwenda sambamba na maadhimisho ya kumbukizi ya miaka 62 ya muungano wetu. Ndugu zangu, napenda kuchukua fursa hii kidogo kuwafahamisha au kuwakumbusha majukumu ya msingi ya ubalozi wetu, hii ikiwa ni pamoja na kuiwakilisha nchi yetu katika mataifa mbalimbali. Kwanza kuiwakilisha nchi yetu nchini Italia, pamoja na mashirika ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa ambayo yapo Roma, FAO, IFAD na WFP. Lakini pia ubalozi wetu unawakilisha pia nchi za Croatia, Serbia, Albania, Malta, Montenegro, Bosnia Herzegovina na Macedonia Kaskazini.
Hapo awali pia tulikuwa tukiwakilisha ubalozi wetu Roma ulikuwa ukiwakilisha nchi ya Greece, lakini saa hizi imepelekwa sehemu nyingine, pamoja pia na Slovenia ambayo pia imepelekwa nchi nyingine. Lakini majukumu mengine ni kuimarisha na kutetea maslahi ya nchi yetu katika nchi zote hizo tunazowakilisha, kuimarisha na kujenga mahusiano ya nchi kwa nchi na wawekezaji na washirika na wabia wa maendeleo, kibia kutafuta masoko na bidhaa, kutafuta masoko ya bidhaa na huduma kutoka Tanzania. Lakini pia ubalozi kama zilivyo balozi nyingine zote za Tanzania ni mlezi wa Watanzania waliopo kwenye nchi husika. Kwa hiyo nia na madhumuni ya kuja hapa ni kwa sababu ya ubalozi. Balozi ni mlezi wa diaspora wa Tanzania waliopo hapa. Ndugu na diaspora, ni vizuri kwa vile tuko hapa niwaelezee kidogo hali ya kisiasa na kiuchumi iliyoko nyumbani. Ni kwamba nchi yetu imeendelea kuwa salama, yenye amani, utulivu na mshikamano. Aidha, serikali yetu inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kuimarisha mshikamano wa kitaifa na kuhakikisha kuwa wadau wote ikiwemo vyama vya siasa, asasi za kiraia na taasisi za dini nchini wanakaa pamoja na kujadili masuala muhimu taifa letu, ikiwemo masuala haki za binadamu, demokrasia na utawala bora kama hatua muhimu ya kuimarisha mshikamano wetu uliopo. Aidha, serikali inaendelea kutoa fursa ya kutatua changamoto zinazojitokeza au zinazobainika kupitia utekelezaji wa falsafa 4Rs ambazo ni reconciliation, resilience, reform and rebuild. Kwa Kiswahili ni maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na ujenzi upya. Kuhusiana na uchumi, kulingana na tathmini za kiuchumi ya Benki Kuu za mapema mwaka huu 2026, hali ya uchumi ya taifa inaonyesha mwelekeo wa kuimarika na ukuaji imara wa uchumi. Uchumi katika kipindi hiki ulikuwa kwa 6% kwa mwaka 2025 na unatarajiwa kukua kwa kasi ya 6.1 mpaka 6.3 kwa mwaka 2026. Ukuaji huu ni mkubwa ikilinganishwa na wastani wa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara ambao ni wastani wa 3.8. Lakini pia mfumuko wa bei za msingi, wanasema core inflation, ulipungua kwa 2.5 mwisho wa mwezi wa Disemba 2025 kutoka 3.3 mwezi kama huu mwaka uliopita. Mfumuko wa bei ulikuwa 3.6 mwezi Disemba 2025 na hii ikilinganishwa na 3.1 mwezi kama huo mwaka uliopita. Hata hivyo, mfumuko huu wa bei ulibaki ndani ya wigo wa lengo la taifa
hakuwa na mfumuko wa bei 3% mpaka 5%. Naomba sasa kidogo nielezee mchango wa diaspora katika maendeleo ya taifa. Kitakwimu, kwa bara la Afrika inakadiriwa kwamba kuna diaspora wapatao 20